Sawa, kuzuia kuahirisha kwa ile shauri hakuwa sawa, kwa sababu mwisho wa siku shauri lenyewe aliko chini ya hati ya dharura, ni shauri la kawaida tu, lakini kuona kwamba maamuzi yanatoka leo, mapingamizi yetu yanasikilizwa leo, mapingamizi yao yanasikilizwa leo, na kesi ya msingi ya maombi inataka kusikilizwa leo, haikuwa sawa sana. Na sisi kwa sababu tumekuwa tukiendelea hili shauri na tunaona mambo yanavyokwenda, mimi binafsi nikaona kwamba siitendei haki chama na wanachama kwa namna shauri ambavyo linaenda. Kwa hiyo nikamtaarifu mheshimiwa jaji kwamba siwezi nikaendelea na kusikiliza maombi ya zuio kwa sababu naona kama siitendei haki na sitendei haki kwenye hilo shauri. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba sitendei haki na mimi sitendi haki kwenye hilo shauri, nikamtaarifu mheshimiwa kwamba naomba nijiondoe kwenye hili shauri ili chama kipate muda wa kuleta wakili mwingine hata kwa siku ya kesho tu. Lakini naona jaji ameshindwa kabisa kukubali hata hiyo hoja ya msingi ambayo inahusiana na haki ya kusikilizwa ya chama, haki ya kuwakilishwa ya chama kwenye shauri hili. Kwa hiyo mimi nimejiondoa na nimemtaarifu mheshimiwa jaji, naona hakubaliani kabisa na kujiondoa, na mida hii bado anasisitiza anataka kusikiliza hata kama ni upande mmoja, bila kukipa chama fursa ya kuleta wakili mwingine au kuleta mtu mwingine wa kuweza kuwakilisha chama kwenye shauri kubwa la namna hii. Kwa hiyo nikaona kwamba siwezi kuwa sehemu ya watu ambao wanakandamiza demokrasia au wanakandamiza chama, na mimi niko na mimi naona and I can see it. Kwa hiyo nikaona sio jambo zuri sana kuendelea na ile shauri. Kwa hiyo kwa kifupi hicho ndio ambacho kimetokea. Kwa hiyo wanachama wajue kwamba kesi ya msingi inakuja kusikilizwa siku ya tarehe 24 mwezi wa 6 2025, lakini kuhusu maombi au madogo kuzuia shughuli za chama, I don't know, sijui atafikia wapi, sijui ataamua nini, au kuna vitu gani viko nyuma ya pazia, hatuwezi kujua, lakini taarifa ilikuwa rasmi na ya kiwakili. Lakini sisi sijaibu kumtaarifu mheshimiwa jaji kumwambia kwamba katika michakato hii kuna wakili amekuja kufaili, ana haki naye ya kusikilizwa kabla maamuzi hajafikiwa, ambao haki ya kusikilizwa ni ya msingi ya kila binadamu. Lakini imeonekana hata huyo wakili hapaswi kusikilizwa, hoja zake hazipaswi kusikilizwa, ukweli wa mambo haupaswi kutolewa. Kwa hiyo mimi nikaona pamoja na hayo, lakini bado jaji ameshindwa kumpa fursa Edson Kilatu wakili kuja kutoa hoja zake. Nao tunasubiri tuone hizo hoja ambazo atazitoa ni zipi, lakini sisi tunaamini Kilatu ni wakili sahihi, ni wakili wa mahakama kuu, ni ofisa wa mahakama. Tunaamini hawezi kusema uongo, hawezi kudanganya, hawezi kufanya vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo tunafikiri na yeye ana haki ya msingi, ana fursa ya kusikilizwa. Kwa hiyo tujui atatoa amri zipi, lakini tunaamini Edson Kilatu hajatendewa haki, ana haki ya kusikilizwa.